Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume sallallahu alayhi wa sallam, bila shaka tupo salama na tunaendelea vizuri. Na kama yupo mmoja wetu mwenye maradhi, tunamwomba Allah tabaraka wa taala aweze kututatulia juu ya hayo maradhi na atuweke katika hali ya salama, hali ya usawa. Tumekutana tena katika kupatiana faida mbalimbali, na hii ikiwa ni mwendelezo wa vipindi mbalimbali kutokea hapa Tahfidh Online Madrasa kutokea jijini Pretoria nchini South Africa. Leo ni tarehe 20 mwezi wa Rabiul Thani mwaka 1447 sawa na tarehe 12 Oktoba mwaka 2025. Karibu sana katika darasa letu la siku hii leo, ambapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kutazama zaidi upande wa tutakwenda kujifunza somo la akida, na hii inakuwa ni tunafanya revision. So actually tumemaliza most of the books kwenye hiki kitabu cha Zadul Muslimi Swaghiri. Tumeshamaliza basically. Kitu gani ambacho tunakwenda kukifanya kwa sasa ni kuweza clear sehemu ambazo pengine mara kwanza zilikuwa hazijaeleweka sawa, na tunakwenda kuziweka sawa. Kwa kimsingi hii ni revision. Hii ni revision ama murajaa, kwa sababu biidhnillah subhanahu wa ta'ala mwezi wa 11 huu unaokuja, tarehe za mwishoni tarehe 25 inshallah tutafanya mtihani ya tarehe za mwishoni mwa mwezi. Kwa hiyo ni vyema kwa sasa tukafanya muraja juu ya kile ambacho tulichokisoma, ili tutakapokuwa tunakwenda mbele ama tunapokwenda katika mtihani, basi tuweze kuwa na uwezo wa kujibu mitihani hii kwa uzuri na kwa usadi uliokuwa mzuri sana. Kwa hiyo wanafunzi ambao tunafuatiliana kupitia mtandao wa WhatsApp, ninawaomba mfungue kitabu cha aqida. Kitabu cha aqida. Naomba tufungue kitabu cha aqida. Na sehemu ya kufungua ni hii ya ukurasa wa kwanza hapa kwenye Marabbuka Rabbi Allahu azza wa jalla man nabiyuka. Kwa hiyo tufungue kipande hiki ili tuweze kuendelea. Na hii jamani, kwa wale ambao wanafuatilia kupitia mtandao wa YouTube, ni darsa la Thani al-Ibtidaiya. Thani al-Ibtidaiya. Kwa hiyo insha Allahu ta'ala leo tutakwenda kujifunza hii sehemu, na nilitoa pia homework. Naona homework yangu waliofanya walillahi alhamd. Nimetoa comment pia katika grupu. Kwa hiyo wale ambao watakao kuwa wamewiwa watafanya marekebisho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wote naomba tufungue kitabu
ukurasa huo wa kwanza katika hichi kitabu kwenye marrabuka. Haya, kwa hiyo hapa anasema marrabuka ni nani Mola wako, na tulishajifunza hii sehemu marrabuka ni nani Mola wako. Marrabuka ni nani Mola wako. Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, nabii wangu ama mtume wangu. Sorry, nimechanganya kidogo. Rabbi Allahu azza wa jalla, nataka tuje hapa. Marabbuka Rabbi Allahu azza wa jalla, Mola wangu ni ama Mungu wangu mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wangu mimi ni Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo ndiyo tafsiri rahisi ya man rabbuka. Rabbi Allahu azza wa jalla. Man nabiyuka? Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo nabii wako ni nani? Mtume wako wewe ni yupi? Jina la mtume wako ni lipi? Kwa utasema Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Nabii wangu mimi ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Madinuka, ni ipi dini yako? Madinuka, ni ipi dini yako? Na ndugu zangu katika imani, haya maswali ndiyo maswali ambayo tutakayokwenda kuulizwa na mtume na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika wake. Malaika watakwenda kutuuliza haya maswali matatu haya. Marabbuka, madinuka, man nabiyuka. Haya maswali kama haujaishi kwa kufuatisha misingi ya majibu ya haya maswali, kuyajibu kwake ni ngumu sana. It's very very difficult. Why? Kwa sababu kwa taswira ya kawaida unaweza ukahisi ni maswali rahisi, maswali ambayo unaweza naeleweka vizuri. Lakini kimsingi maswali haya ni magumu endapo mtu atakuwa hajayaishi katika ule utaratibu ambao unaotakikana. Naeleweka vizuri jamani? Yaani mtu lazima aweze kuyaishi majibu yake. Na Mola wangu ni Allah. Huyo Allah ulikuwa ukimwabudu? Allah amekwambia ujistiri, unajistiri? Allah tabaraka wa ta'ala amekwambia ufanye hivi, are you doing this? Unafanya hivyo? Kwa hiyo ni vyema pia kuwa na ibra. Dini nabii wako ni Muhammad, umemfuata? Unamfuata huyo mtume sallallahu alayhi wasallam, unamfuata? Naeleweka vizuri Kama unasema nabii wangu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi tuonyeshe kwa vitendo ya kwamba huyo mtume sallallahu alayhi wasallam unamfuata. Sawa? Kwa hiyo kama we haumfuati mtume sallallahu alayhi wasallama na unadai sawa unadai ya kwamba wewe ni mfuasi wa mtume, maswali haya kwako itakuwa ni ngumu. Dini yangu ni Uislamu ilhali wewe ni Muislamu jina. Kwa mtu leo akikuuliza dini yako ni ipi, utasema dini yangu ni Muislamu. Je, unafanya vitu ambavyo ni vya Kiislamu?
unafanya vitu ambavyo ni vya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya dini ya Uislamu. Wewe mwanamke wa Kiislamu umekuwa ni msengenyaji mkubwa, gossipers. Wewe mwanamke wa Kiislamu umekuwa ni hata ibada ya swala kwako ni ngumu, bado unajiita ni Muislamu pia. Wewe ni mwanamke wa Kiislamu unakula shisha, na bado unajiita Muislamu. Allahu musta'an. Mwanamke gani wa Kiislamu wewe hauna haya, hauna aibu? Kwa mtu anaposema dini ya Islam, matendo yake pia yaweze kureflect, yaonyeshe kwamba yes, I'm a Muslim. Wenyewe wanasema be presentable, yani kuwa ni mwenye kutambulika. Jitambulishe, appearance yako ikutambulishe kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Endapo unaposema I'm a Muslim, tukutazame katika kuzungumza kwako, yes you are Muslim. Tukutazame katika mavazi yako, yes you are a Muslim. Tukutazame katika kuongea kwako, katika kula kwako, katika kufanya matendo yako yote. Kuna watu ni waropokaji na watu wanajiita bado ni Waislamu. So when we call ourselves that we are Muslims, ni vyema tukawa presentable, yani tukawa ni wenye kutambulika kwamba yes, sisi ni Waislamu. Dressing code yako ni aina gani kama wewe ni Muislamu? Muislamu wa kike unavaa suruali and you still calling yourself that you are Muslim? How come? Muislamu wa kike hauoni haya, wewe unazungumza tu maneno machafu. Muislamu wa kike hutaki kufuata amri za Allah tabaraka wa taala, and you still calling yourself that you are Muslim? No, haiwezekani ikawa kwa format kama hiyo. Kwa hiyo Muislamu lazima awe presentable. Kwa hiyo mtu anaposema maswali haya mimi ninayajua, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya, Allah subhanahu wa ta'ala anawapa uwezo wa kuyathibitisha ama kufanya ithbati, kuwa na uwezo wale ambao wameamini. Kwa hiyo haya ambayo tunayoyajibu haya, man rabbuka, mola wako ni nani, man nabiyuka, nabii wako ni nani, madinuka, dini yako ni ipi, ustarajie wale ambao watakaokuwa wamesimama katika kaburi lako pale. Kaburini umewekwa watu wamesimama juu, wanamwaga maji eti ya kusijua kuamsha yale maji, sio yanakuaga ya nini, I don't know. Lakini wamesimama juu ya kaburi lako, shekhe aje aseme marabbuka idha sa'alak su'alan al'ana ya'tiki almalakani almuakkilani fala takhshawhuma innahuma abdun min ibadi llahi. Inaeleweka? Yani kuna maneno ambayo ya talqini yale maiti anakuwa anatamkishwa ambayo kisheria hayapo katika misimamo ya dini ya Kiislamu. Yani hayapo katika, tuseme katika mapokezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufanya hivyo. Sasa wanaposema ya kwamba dini yako ni Muhammadi, nabii wako ni Allah, dini yako ni Uislamu, nabii wako ni Muhammadi, mola wako ni Allah, usiwaogope. Hivi wewe umewekwa kaburini, matendo yako ya hovyo hovyo, malaika anakuja, unaulizwa, wewe unasema kwamba usiwaogope. Malaika wale watu wa juu kule wanakuambia usiwaogope, hao ni malaika. Hapana, inategemea na matendo yako. Hofu yako itakuwa inategemea na matendo yako. Waombe dua watu watakavyoomba. Kama we ni mbaya utaendelea kuadhibiwa tu. Hata hizi dua tunazoziomba hizi, ndugu zangu katika imani, ni dua kweli muhimu kuombeana dua, lakini
Allah anasema katika Qur'ani, la yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala will not change the condition of someone until they change what is within themselves. Kwa mtu lazima abadilike, awe mwema, ndo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mema. Kwa hiyo unaweza ukapigiwa talqini, lakini kama wewe haya maneno hujayaishi haya maneno, huwezi kuthibitishwa kuweza kuyatamka, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tujitahidi tuishi katika haya mambo. Limadha khalaqana Allahu ta'ala? Tunakwenda swali lingine. Kwa nini Allah tabaraka wa ta'ala ametuumba? Litauhidihi wa ibadatihi wahdahu, ni kwa ajili ya kumfanya Allah wa pekee, yani kumfanyia tauhidi Allah, wa ibadatihi, na kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, kumwabudu peke yake. Bima arafta Allah, ni vitu gani ambavyo vitakufanya wewe umemtambua, ama vitu gani ambavyo vimekufanya uweze kumtambua Allah? Bima arafta Allah, unamtambua vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Sawa, jibu lake anasema bi ayatihi wa makhluqatihi kal-laili wan-nahari wash-shamsi wal-qamari. Jibu anasema bi ayatihi, kwa alama zile za Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhluqatihi, na vile viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala, kalaili, kama vile usiku, wan nahari, mchana, washamsi wal qamari. Kwa hiyo manake kalaili wan nahari hii inarudi katika aya, manake alama za kumjua Allah ni usiku na mchana. Washamsi, na jua, wal qamari, na mwezi. Hivi ni viumbe vya Allah. Kwa hiyo aya ama alama za kumjua Allah ni kama vile mchana na usiku. Unapoingia mchana na usiku, hii inaashiria moja kwa moja kwamba the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, availability of Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Kwa hiyo bima arafta Allah ni kwa vitu gani ama vitu gani vinakufanya umjue Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani unamjua Allah tabaraka wa ta'ala. Sawa. Kwa hiyo kwa aya zake, viumbe vyake kama usiku na mchana, shamsi wal qamar, na jua na mwezi. Tamam. So basically lazima tuweze kujua kwamba uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu leo akija kukuletea challenge kama Muislamu kwamba unamjua vipi Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu wanasema Mungu hayupo. Yani kuna watu wana theory hizi za ajabu sana. Mungu hayupo, yani dunia tu ile something kwamba sisi tumezaliwa na tunakufa, yani kwamba ndo automatically ya mwanadamu, kwa maana kwamba tulianza mwanzoni, kuna mtu ambaye pengine alizaliana ndio tukawa tunazaliana mpaka sasa hivi. Kuna mtu haamini kwamba Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala hayupo. Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo na ni hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm
lahu ma fi samawati wa ma fil ardh man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa. Kwa hiyo mpaka mwisho wa aya, it means Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah ni yupo hai tena mwenye kudumu. La ta'khudhuhu sinatun, haimchukui yeye kusinzia, wala naumu, wala kulala. Sema kwamba usiku Mwenyezi Mungu amechoka, na kuna watu wana maskhara sana, utamsikia yani wewe kweli wewe uliumbwa wa mwisho mwisho kweli, yani wewe kipindi hicho Mungu kachoka akachukua udongo akakuvundika akakuacha. Yani maneno fulani ambayo si ya Muislamu kuweza kuyatamka, lakini na yataingizwa katika mfumo wa comedy. Yakishaingizwa katika format ya comedy, watu watakuwa wanaishi nayo kwamba wewe Mungu kama alikugandika fulani hivi, yani wewe ni wa mwisho, Mungu alikuwa amechoka, alikuwa anataka kupumzika. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun, hasinzi wala halali Allah. Kwa hiyo mtu akija kukuchallenge kujua kwamba Mwenyezi Mungu yupo, mbie yes yupo. Kwanza jitazame mwili wako, tazame maumbile yako, jitazame ulivyo, utajua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingekuwa leo hayupo Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu kama hakuna mwenye kucontrol vitu lazima viharibike. Yani uhalisia wa maisha upo hivyo. Leo nyumba ambayo haina labda mtu wa kuweza kuisafisha, nyumba hiyo itaota manyasi tu, wadudu nini, na vitu havitokwenda sawa. Kwa maisha yetu tu ya kawaida, umenunua gari, ile gari wewe huishughulikii, inafanya kazi tu lakini huitazami, huiendeshi, labda gari itaharibika tu. Sasa let's say turudi katika maisha yetu ya kawaida, tuseme ndo Mungu hayupo, mfano Allah hayupo, tachukulia mfano wal iyadhu billah, tuchukulie huo mfano wao ambao wanasema tuseme kwamba Mungu hayupo. Haya, usiku ukiingia, toka wewe uanze kukua kupata akili mpaka sasa hivi, ulishawahi kuona kwamba mchana haujaingia, yani mchana umekuwa usiku na usiku umekuwa mchana? Yani kwa mfano kama sasa hivi liwe giza ndio usiku, alafu ile nyakati ambayo tunaitarajia sisi ni saa 1 saa 2 usiku, si ndio ile ndio iwe mchana. Ulishawahi kushuhudia hivyo? Huwezi. Vitu haviwezi kwenda tofauti kwa sababu yupo control of everything. Leo gari unapokuwa hakuna wa kuiendesha, lazima itakwenda maporini. Leo familia inapokuwa hakuna wa kuwasimamia, lazima itafanya vibaya. Sasa kwa nini hivi vitu vingine vyote viwe vinakwenda sawa sawa, lakini viende sawa sawa vyenyewe tu? Hiyo kompyuta kama haijatengenezwa na kwa maana haijawekewa mifumo ya kujiendesha yenyewe, haiwezi kujiendesha yenyewe. Kama hakuna mtu wa kuweza kufanya Windows, kuweza kupiga window ikishaharibika, kama imeisha betri akanunue betri nyingine, kama hakuna mtu wa kutazama hivi vitu, manake lazima itaharibika. Manake pia katika swala la imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia rahisi sana. Vitu kama havina msimamizi vitaharibika. Simu yako kama huitazami, huichaji, simu itaharibika. Haiwezi kwenda 100% kwa sababu haina msimamizi. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo hata usiku na mchana, hebu tazama usiku na mchana. Ulishawahi kuona kwamba usiku haujaingia? Utaingia kwa sababu yupo ambaye ana control, anaamrisha. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi, vinamsabihi Allah vilivyopo chini ya ardhi na vilivyopo mbinguni. Kwa hiyo
katika swala la imani ni muhimu sana kuweza kuzirekebisha imani zetu. Unajua, ili mtu aweze kuwa na imani ya sawa sawa ni lazima aweze kusoma, awe karibu na watu wema, imani yako itaongezeka. Lakini kama wewe upo mbali na watu wema, halafu unatarajia imani yako iweze kuongezeka, na haiwezekani. Ikawa hivyo haiwezekani, ni ngumu, haiwezekani. Swala katika uwepo wa Allah tabaraka wa taala, hapa kuna nukta kidogo hapa. Ni kwamba ndugu zangu katika imani, uwepo wa Allah tabaraka wa taala ni kwamba Allah yupo na tauhidi ya sawa sawa. Mtu anatakiwa aamini Allah yupo na yupo juu ya mbingu, ala al-arshi stawa, yupo katika arshi yake, ikulu yake, yupo katika yani arshi yake, sehemu maalum ambayo Allah tabaraka wa taala ameketi. Imani ya kuamini kwamba Allah yupo kila sehemu, hii sio imani ya sawa sawa. Inaeleweka vizuri ninachosema? Allah subhanahu wa ta'ala yupo, lakini sasa tunaamini vipi juu ya uwepo wa Allah? Kuna watu wanasema Allah yupo popote, chooni yupo. Kienda Tanzania Mungu, yani kwamba wewe upo na Mungu popote, chooni upo naye. Haipo hivyo. Allah yupo sehemu moja, hii ndio tauhidi ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala yupo sehemu moja, lakini ana uwezo wa kuona sehemu zote na kusikia kila kitu. Inna Allaha basirun bima ta'malun, inna Allaha bima ta'maluna khabir, inna Allaha sami'un basirun, mwenye kuona kusikia. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo tuamini kwamba Allah yupo na yupo katika arshi yake, sio kwamba eti kwenye mti yupo, chooni yupo, juu ya nyumba yupo. Tauhidi sio hiyo. Tauhidi ya sawa sawa na aqida iliyokuwa ya sawa sawa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo sehemu moja, lakini ana uwezo wa kuona sehemu zote, kwa sababu anajua ilmul ghaibi, anajua yaliyofichikana, yale ambayo yaliyokuwa wazi, yote anayajua yeye Allah. Kwa kile kitendo cha kuamini kwamba Mungu yupo popote pale, hii sio imani ya sawa sawa. Imani ya sawa sawa ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, ana uwezo wa kuona sehemu yoyote, kusikia chochote. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo turekebishe pia hapa misimamo yetu kwamba sio Mungu popote unapokwenda upo naye, yani kana kwamba upo naye upande wa kushoto. Hapana, haipo hivyo. Lakini pia jambo lingine katika hii swala la kuamini uwepo wa Allah, tuamini kwamba Allah tumeambiwa anasikia, manake mwenye masikio mwenye kusikia anasikia, ana masikio. Mwenye kuona anaona, manake ana macho, si ndio? Lakini pia kuna hadithi nyingine inasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hushuka mpaka mbingu ya kwanza ya dunia, sawa, na hunyanyua mikono yake kusema kwamba anayetaka kujibiwa maombi yake basi aniombe mimi, si ndio? Sisi hivi vitu vyote according to aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa tunatakiwa tuweze kuamini hivi vitu vyote, lakini kutengeneza form or size of Allah subhanahu wa ta'ala, hili ndo alifai. Sisi tunapaswa kuamini Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Kazi ya kutaka kujaji sasa ana masikio, ana pua na nini, hivi vitu sisi ni haramu kuweza kuvitengenezea imagination, kutengenezea taswira kwamba Allah yupo aina hii, Allah yupo aina hii. Hasa kama Allah ameketi kwenye kiti cha enzi, maana yake ameketi, maana yake ana mgongo, maana yake ana nini? Imani ya hivi haifai. Usitengeneze taswira kwamba ukawa kama yani ukamtengenezea taswira kama Allah pengine atakuwa ni Mwarabu, atakuwa na nywele ndefu. Hapana. Sisi the only thing that we need to do is to believe the presence of Allah.
is to believe that Allah subhanahu wa ta'ala can hear. Allah tabaraka wa ta'ala can listen. Allah tabaraka wa ta'ala can see us. Hivi ndio vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kuamini. Kuamini sasa size ya Allah, form ya Allah, how he looks like, this is haram, cause hakuna aya wala hadithi ambayo imekuja kuonyesha kwamba format ya Allah ama size ya Allah ama umbile la Allah, kwamba ati Allah ana umbile fulani. Hakuna hiyo dalili. Kwa hiyo pia tusitengeneze. The only thing natakiwa tuweze kuamini ni kwamba siku ya kiyama watu ambao ni wema watamuona Allah tabaraka wa taala. Tunaelewana vizuri Yani sisi tutamuona Allah subhanahu wa ta'ala live tukisha ingia peponi. Inaeleweka vizuri? Kwa hiyo tukitaka kujua Allah yupo vipi, tufanye matendo mema, Allah atatuingiza peponi, alafu yeye atakuja, tutamuona. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Mutaffifina, sawa katika suratu al-Mutaffifina, aynan yashrabu bihal muqarrabun, yani wale watu wa peponi watakuwa wamekuwa kwa maana kwamba watakuwa wanakunywa kinywaji ambacho kinywaji hicho aynan yashrabu bihal muqarrabun, watakuwa wanakunywa wale ambao waliokuwa karibu na Allah pekee. What does it mean? It means that we will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Allah katika suratul al-Qiyama anasema wujuhu yawma idhin nadhira, si ndio wujuhu yawma idhin nadhira, kuna nyuso siku ya kiyama zitakuwa ni zenye kumeremeta, zenye kuwaka, zenye nuru, zenye kung'ara, ila rabbiha nadhira, zikiwa zinamtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo manake hii ni dalili ya wazi kwamba sisi tutakwenda kwa, tukitaka kujua kwamba umbile la Allah yupo vipi, tusitengeneze taswira hapa duniani, ni haramu. Tufanye matendo mema, tutaenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa peponi. Aina yashrabu bihal muqarrabun, wale ambao waliokaribishwa na Allah, waliokuwa karibu na Allah watakuwa na uwezo wa kumuona Allah, na nyuso zetu zitakuwa ni zenye kung'ara tukiwa tunamtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa motoni hawatakuwa na uwezo watanyimwa. Na hapa pia katika hii sura, katika sura hii suratul Mutaffifina, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika sura hii ya kwamba hapa kwenye kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, hakika watu waovu siku ya kiyama watazuiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa dakika moja. Watu waovu watazuiliwa kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Ngoja kidogo computer hapa. Inaeleweka vizuri It means ukiwa mtu ambaye ni mwema, watu waovu watazuiliwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ni mwema, ni mtu ambaye mzuri, utamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, siku hiyo watu watazuiliwa kumuona Allah, watazuiliwa kutokana na neema za Allah. It means that watakatazwa katika hawatuweza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tufanye matendo mazuri ambayo yatakayotukaribisha sisi tukawa karibu na Allah. Kila mmoja anatamani kuweza kuona uzuri wa Allah, sawa ubora wa Allah, kuona thamani ya Allah, kumuona Allah subhanahu wa ta'ala live. Basi tufanye matendo mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, tutakwenda kuonana naye. Kwa hiyo katika swala la imani liwe hivyo. Ma a'zam dhanbin min a'zam wajibin alaina, ni jambo gani ambalo ni la wajibu sana kwetu kuweza kulifanya? Asema tauhidullahi ta'ala, ni kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi, kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee. Ndugu zangu katika imani, katika swala la kumfanya Allah nilishazungumza sana. Kumfanya Allah wa pekee ni kwa namna gani? Umfanye katika ibada zako ni yeye mkuu, hakuna mkuu zaidi yake. Unapokuwa una shida, elekeza mambo yako kwa mkuu mwenye uwezo wa kuyatatua. Sio shida zako unakimbilia kwa waganga wa kienyeji.
ma a'dhamu dhanbin inda Allahi ta'ala, ma a'dhamu dhanbi inda Allahi ta'ala, dhambi gani ambayo ni kubwa sana kwa Allah tabaraka wa ta'ala? Ashirku billahi ta'ala, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu anapokuwa anamshirikisha Allah ni moja katika dhambi kubwa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mwenye kufa akiwa amemshirikisha Allah, anamsamehe yule ambaye amekufa na madhambi ya tofauti na hayo. Kwa ndugu zangu katika imani, yani tujitahidi sana tuepukane na ushirikina. Jitahidi sana katika moyo wako, epukana na ushirikina. Mambo yapo mengi sana ambayo yanaweza ukayaona ni ya kawaida, lakini ni ya ushirikina. Kuchinja kwa asiyekuwa Allah, kukusudia kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki zipo za aina mbili, kuna shirki ndogo na shirki kubwa. Hii kwa mfano kuchinja, kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatumia majini hawa katika kupata mali ni ushirikina. Kwa aina hii ya ushirikina ni miongoni mwa madhambi ambayo mtu yanaweza akamtoa katika Uislamu. Kuna watu leo anachinja kwa sababu jini Maimuna, jini Makata, jini nani kamwambia kwamba ninataka damu. Sijui naeleweka vizuri Ninataka damu ya ng'ombe mwekundu, ama ninataka damu ya ng'ombe mweusi mwenye pembe ndefu. Kwa hiyo mtu atakwenda kuchinja si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kuchinja kwa ajili ya kumsikiliza nini yule sheitani amesema. Katika swala la kuchinja, mtu anaweza akachinja kuweka kama kufanya kafara ya kitu fulani, kwamba anataka labda anachinja kwa ajili ya sadaka ya mama yake, anachinja kwa ajili ya Eid, labda anachinja kwa ajili ya, yani vile vitu viwe dedicated kwa Allah. Mfano mtu anaumwa, anasema kwamba mimi nachinja hiki kichinjwa ikiwa ni kafara ya haya matatizo yangu. Ewe Allah, kupitia hiki ambacho ninachokifanya hapa, wa ila rabbika ile inna atainaka al-kauthar fasalli rabbika wanhar, kwa ajili ya Allah chinja na uswali. Kwa hiyo hii wanhar, na chinja kwa ajili yako Allah, niondoshe matatizo haya. Kwa hiyo unafanya kafara kwa jina la Allah, isiwe kwamba imesababishwa na labda jini ndo anahitajia, sheitani, labda wazee wanahitajia. Hiyo ni haram. Lakini pia kwenda kuomba baraka kwa watu ambao wamekufa muda mrefu. Wazee, haya wazee tumekuja, tunaomba baraka zenu wazee. Kijana wetu huyu ndo anakaribia kuoa, tunaomba mumlinde. Tunaomba kama mmekasirika na nini. Najua Allah subhanahu wa ta'ala kuna muda anaweza akakupa mtihani wa imani. Unafanya haramu alafu linatiki, unafanya la halali halitiki. Yani mfano mtu unamkuta labda katibiwa, imeshindikana, fanywa visomo hivi vya ruqya, akienda kwa mganga kienyeji tukagusa, tunaambiwa bwana wewe chinja ng'ombe, chinja mbuzi, nenda kananilee sijui damu ziweke kwenye nini, yani mambo ya kishirikina, halafu mtu anapona. Au unakuta mtu amekwenda kutambika kwa wazee, haya jamani wazee wangu ndo tumekuja, nyinyi ndo mnatusaidia, haya hivi na hivi. Kijana ndo anakwenda sasa yeye kwenda kutafuta ajira, anakwenda kuolewa, tuambieni nyota yake kitu fulani. Yule binti anaoteshwa kwenye ndoto kwamba wewe nyota yako ni ya blue, nyota yako ni ya kijani, kwa hiyo hata mume wako pia anatakiwa awe na jina fulani, awe na jina fulani, awe na jina fulani. Kwa kuwa umejielekeza katika kumwasi Allah, Allah muda mwingine anakuelekeza huko nuwallihi mahtawalla, tunampeleka kule ambapo yeye nafsi yake imependa kwenda. Illa marrahima rabbi, wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaongoza, basi hao hawataweza kupotea. Mtu kama hataki muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuacha hivyo hivyo. Inawezekana leo kajaribu kwenda kwenye ushirikina, kuomba mali, kuomba nini, na sheitani ameshaweka ahadi, nitawazunguka kulia, kushoto, mbele na nyuma, lengo niweze kuwapata ambao nitakaoingia nao motoni. Inawezekana ukaifuatisha njia ya sheitani, wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan faqad khasira khusranan mubina, atakayemfanya sheitani kuwa ndo yani kiongozi wake,
basi mtu amepata hasara. Inawezekana leo kaenda ukafanya mambo ya kishirikina, baada ya siku kadhaa tu mambo yako yakawa super. Umeenda kwa mganga, amekufanyia mambo, unaona pesa zinakuja, duka linakuwa. Kesho utahitajia uende tena, hutoweza kuacha, kwa sababu nafsi, inna nafsa la amaratu bisu, nafsi siku zote inaamrisha mabaya. Kwa hiyo itakufanya tena upende kile kitu na utarudi tena. Utaenda kumwambia baba, nimekuja kuleta sadaka yangu hii. Haya kijana, nashukuru sana na endelea hivyo hivyo. Kwa hiyo kila wiki usiache kuchinja. Chinja, hakikisha damu unakwenda kuifukia pembezoni mwa nyumba yako. Naona masharti hayo. Kwa hiyo mtu ambaye asimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamwacha aelekee kule ambapo anapopataka. Kwa hiyo mambo ya ushirikina haya, ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana. Watoto wamezaliwa, unamfunga mafundo mkononi, yanasaidia nini yale? In aradani Allahu bidhurrin fala kashifa lah. Allah mtu akitaka kumpa maradhi hakuna wa kumuondosha. Mwenye kuyaondosha maradhi ni idhni ya Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto anafungwa fundo eti nini? Protection. Na inawezekana baadhi yenu nyinyi mnasoma madrasa, lakini bado hili jambo mnakataa kuamini kwamba ni ushirikina, ni haramu, ni ushirikina. Unajua kitu kimoja nikwambie, yani leo unapokuwa umeweka kitu fulani katika mkono wako, mfano tuachukulia, umeweka kitu fulani katika mkono wako, automatically, kataa ukubali, automatically imani yako itakwenda yani imani yako itakuwa zaidi juu ya kile kitu. Ikivuka wewe hutokuwa na imani kwamba mimi nitafika salama, leo nimesahau fundo langu, nitafika salama kweli. Hutoweza kufanya nini? Kuwa na imani ya 100%. Sinaeleweka vizuri eh? Hutoweza kuamini, yani kile kitu lazima imani yako kubwa. Mfano leo tuseme kwamba umekwenda kwa mtaalamu, amekwambia kwamba bwana, wewe unatakiwa upate kitu fulani ufunge hapo mkononi mwako kwa ajili ya kukulinda na mashaitani, kulinda na wachafu ndani, kukulinda na majini wabaya. Unatakiwa ufunge kitu mkononi mwako hapo. Sinaeleweka vizuri eh? Sasa kile kitu mfano wewe ukakipoteza, ule usiku wewe hutoweza kulala kwa amani. Utalala kwa amani pale ambapo utakapokuwa umekifunga hicho kitu. Kwa hiyo hii ndio tunasema kwamba psychology ya mwanadamu. Kwa mtoto anapokuwa anafungwa kile kidude kile, mfano ile hirizi inapokuwa labda imekatika, mtu atakuwa hana imani kwamba mtoto wake atakuwa salama. Ndio ushirikina unapoanzia hapo, kwamba kile kidude ndicho ambacho kinachomlinda. Kile kijikaratasi ama kihirizi ambacho aidha amewekewa shingoni ama mkononi ndicho ambacho kinachomlinda. Kwa hiyo hii pia ni miongoni mwa ushirikina. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuepusha na hali hizi, kwa sababu inawezekana tukawa tunafanya ibada lakini tuna aina bado za ushirikina. Tunakwenda kuomba makaburini, tunakwenda kutambika, tunakwenda kwa waganga wa kienyeji kwenda kutazamiwa mambo yetu. Bwana baba, bisi tumekuja biashara ile tumefungua mjini, lakini bado baba anawachukua anawapeleka kwa mtaalamu kijijini huko. Inaeleweka eh? Anakwenda huko anawapeleka kwa mtaalamu kwa ajili ya kwenda kurekebishiwa mambo yenu. Mambo yenu yanaweza karekebishika ama yasirekebishike. Yakirekebishika tayari imani yako umeielekeza kule. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye amemfanya sheitani kuwa wali wake, na Allah atamfanya aendelee sheitani kuwa ni msimamizi wake. Wa innahu fil akhirati laminal khasirin. Mwisho wa siku akifika kwa Allah anakuwa amepata hasara mtu huyu. Kwa hiyo tujitahidi sana tuwe na tauhidi ya kumtegemea Allah. Mtegemee Allah, Allah atakutosheleza. Kitu ambacho unachokitaka, unachotakiwa kukifanya ni kufanya jitihada ambazo hazivuki mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitihada zako zote zifanye, usivuke mipaka ya Allah.
tilka hududullahi fala taqrabuha fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsa. Mipaka ya Allah haifai kukaribiwa. Ndugu yangu Muislamu, ukiwa unafanya mambo yako, fanya mambo yako, usivuke mipaka ya Allah wala usiikaribie. Kwa sababu kitendo cha kukaribia mipaka ya Allah ni kuanzisha uadui na Allah. Allah ameshakwambia niombe mimi nitakupa. Allah hajakwambia ulale ndani tu atakupa. Fanya kazi. Fanyeni jitihada. Fanya jitihada, dua peke yake hazitoshi. Fanya matendo ambayo yatakayokufanya wewe uweze kufanya nini? Kupata riziki. Alafu weka tawakkul. Tuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni tawakkul. Tunasema kwamba work, pray, tawakkul. Vitu hivi vitatu vishiki katika maisha yako. Fanya kazi, fanya ibada, ama unaweza ukasema fanya ibada, fanya kazi, tawakkul. Mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yatakuwa yanakwenda sawa. Yani leo wewe una njaa, alafu useme kwamba Allah amesema tumtegemee atatupatia. Allah anatumia baraka zake, anaingiza baraka katika jitihada. Kwa hiyo tujitahidi tuweze kuwa ni wenye istiqama ya sawa sawa. Inawezekana pia familia yako ni watu ambao wanafanya hivyo. Fanya namna ya kuepuka hayo mambo. Fanya namna uweze kuepuka hayo mambo. Inawezekana ni utaratibu wa kwenu kwamba ikifika mfunguo 3, kipindi cha sikukuu ile ya mfunguo 3 ya kuchinja ile, basi nyinyi mnatoka mnaenda makaburini, mnakwenda kuwaomba pale wazee, kulalamika kidogo, kueleza shida zenu, mnanuizana pale na nini, mnaomba watu ambao wamekufa. Baba, tunahitaji baraka zako baba. Tunahitaji nini baba? Tunahitaji hivi vitu. Ni haramu. Haifai katika Uislamu. Kama maratibu dini wa mahia, mipangilio ya dini ni mingapi na ipi? Asema maratibu dini 3, mipangilio ya dini ni 3. Hii nayo ni al-islamu, uislamu, wal-imanu, imani, wal-ihsani, ihsan. Ma huwa al-islamu? Uislamu ni nini? Al-istislamu lillahi bitawhid. Ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumfanya Allah ni wa pekee. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Sawa sawa, na kujinyenyekeza kwake kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minashirki wa ahlihi, na kujiweka mbali na ushirikina na wale watu wa ushirikina. Sasa hivi waganga wa kienyeji wapo TikTok. Waganga wa kienyeji sasa hivi wapo TikTok. Kiingia TikTok saa ngapi? Muda wote. Kamkuta kijana kavaa kanzu lake na liremba jekundu, ana vitunguri vyake pale 3 4. Mtume SAW alikuwa anafanya hivyo. Anakusomea alamtara 2, alafu anakwambia mama yangu pole sana, ama kijana pole, lakini tatizo lako linatibika. Wewe ulichopatiwa umepatiwa hasadi, na hasadi hii imeanzia kutoka kwenye familia yako. Ndio maana ukifanya biashara haiendi, ndio maana bosi wako anakununia sana, ndio maana umefukuzwa kazi, ndio maana gari lako limeharibika sana. Sasa haya mambo ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu biqadari khairihi wa sharrihi. Mtu lazima awe na imani ya kuamini khairi na shari zinatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo wal bara'atu minashirki, kujiweka mbali na ushirikina, wa ahlihi, na wale watu ambao wanajihusisha na ushirikina. Si tu kujiweka mbali, inawezekana ukajiweka mbali alafu kuna rafiki yako ambaye kitu kidogo tu anakushauri nenda kwa mtaalamu, shoga yangu ambao sasa hivi amebadilika mwaya. Sasa hivi usikae nyuma, inawezekana tayari washakufanyia vitu. Mimi na mtaalamu wangu huyo yupo kule sehemu fulani, yupo Dar es Salaam. Huyo mtaalamu kutokea Kigoma. Mzee huyo, yani wewe ukienda pale ukielezea tatizo lako hataki umalizie. Yeye anakuelezea yeye matatizo yako. Unajua unatoa bei gani? Unatoa hela ya sadaka tu 50,000 tu. Inaeleweka vizuri. Kwa hiyo ujiepushe na watu ujiepushe na ushirikina, na ujiepushe na watu wanaojihusisha na ushirikina. Rafiki ambaye anakushauri kitu kidogo, tunaenda kwa mganga, nenda kwa mtaalamu kaangalia mambo yako, si rafiki mzuri. Mtu leo
amepata maradhi kidogo tu, Allah subhanahu wa ta'ala kimsingi atuepushe na maradhi. Kuna muda Allah tabaraka wa ta'ala anatupa fitna ama anatupa mitihani ya kidunia hapa kwa lengo la kuweza kutest imani zetu. Kuna muda mtu anaumwa na imesemekana kwamba kuna mtaalamu sehemu fulani ambaye yeye anasaidia. Allah anakutest imani yako kwamba wewe utatawakkal kwangu ama utafanyaje. Inaeleweka vizuri. Kwa hiyo yani tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe, lakini ukawa na rafiki kidogo tu anafikiria kwa mganga wa kienyeji, huyu rafiki mbaya sana. Kwa unakuta mtu labda anaumwa, fikra yake ya kwanza tayari anafikiria amerogwa. Hajui kwamba kuna kitu kinaitwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, hata ukute hirizi katika mkoba wako, hata ukute watu wamefunga kitanda chako chote kimefungwa hirizi, sithubutu kwenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa sababu hiyo, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Innama, hakika shaitani ni adui kwenu, mfanyeni adui, kwa sababu yeye anahitaji watu wake liyakunu min ashabil jahim. Anahitaji watu apate kundi ambalo atakaingia nalo motoni. Kama huna imani ya thabit, ndugu yangu katika imani, wewe tayari ushajitengeneza kwamba kila kitu lazima uende kwa mtaalamu ukajue. Wallahi wa billahi mimi nakwambia, inawezekana hata maganda ya ndizi na nyanya na tomato paste, mnazijua tomato paste nyinyi wapishi, ikachanganywa na tomato sauce zile, zikachanganywa zikafungwa kwenye kitambaa zikawekwa pale, mtu tu akataka kuja kukuchezea, wewe utaogopa kutoka nje kwa sababu huna tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaogopa, utaanza kupiga simu kwenu kwa mama yako. Na ndio maana mimi nawaambia nyinyi wanawake, someni sana, kwa sababu watoto wenu wasije wakapata watoto ambao hao wajukuu zenu wakawa na mabibi ambao ni wachawi. Yaani wewe sasa hivi kama mwanamke wa Kiislamu, soma ili wajukuu wako wasije wakapata bibi mchawi. Wampigie mama yako simu, mama yako pale pale anavuta simu kwa mtaalamu wake, baba, mwanangu yupo South Africa, ameingia juzi tu tayari mlangoni kwake baba, amekuta wameweka hirizi na vitambaa tambaa, amemwaga mafuta baba. Mtaalamu naye anataka pesa, hata kuacha sana, anakuachaje wakati wewe umejileta, umejichanganya, wacha upigwe pesa. Unaelewa vizuri Sasa huyu mama kwani alivyosafiri alivaa nguo ya aina gani? Mama anakupigia simu, mwanangu ulivyosafiri mama. Unajua wazazi wana upendo Kwa nyinyi someni, msije mkapata wajukuu ama watoto ambao ni mama zao ni wachawi, hawaamini kuhusu tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanangu wewe ulipokuwa unasafiri mama, ulivaa nguo ya aina gani? Mama mimi nilivaa mtandio mweusi. Nafikiri nilivaa na baibui lilikuwa jekundu au la kijani. Mama anavuta simu kwa mtaalamu. Baba alivaa hivi na hilo na alitoka tarehe ngapi? Juma ngapi? Mwanangu ulitoka tarehe ngapi? Ngoja nikuunganishe naye. Unaunganisha pale simu. Mtaalamu tena kashapata kodi kwa mama. Wewe utaulizwa mpaka nguo ya ndani uliovaa. Ulivaa nguo ya aina gani? Na kwa nini ulivaa alivyokuwa unavaa? Hujaona kitu cheusi? Ulikuwa unavaa ndani ulizima hujaizima? Kwa lazima watu waweze kujiepusha na ushirikina. Kwa taswira hiyo mtu atakutengenezea mazingira kwanza ya hofu, uogope. Halafu yani sheitani mara nyingi anachotaka yeye ni kwamba aitawale fikra yako. Akiitawala tu fikra yako wewe utoboi, na ndio maana waganga wanatumia njia hiyo, yani anataka yeye aitawale fikra yako. Umuamini yeye kila anachosema. Sasa hapo cha kwanza mwambie akachote maji. Hayo maji yachanganye na majivu. Maji yakishachanganya na majivu aweze kuyazungusha katika kitanda chake mara 15, alafu akamwage. Alafu kuna kitu nitawaambia sijui na nini, yani lazima kutengenezea mazingira wewe ya kupige pesa. Kwa hiyo watu lazima walbara'atu minashirki wa ahlihi
watu wajiepushe na ushirikina na watu ambao wanajihusisha na ushirikina. Narudia tena kusema, usiwe na mawazo ya kwamba kitu chochote, kila kitu ni uchawi. Uchawi. Sharogwa mimi. Tumbo tu linakuuma kidogo, ukienda kwa mtaalamu anakuambia kwenye tumboni kwako vipi, unahisi kuna vitu kama vinaanili tumbo mwaga muda mwingine na sasa kulia sigesi, ndugu yangu inakuaje? Yeye anachohitaji ni ule umakinifu wako wewe uweze kumwamini. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu katika imani, tusiingie katika ushirikina ilhali na sisi ni Waislamu. Tujitahidi sana katika hicho kipengele. Tusije kuzaa watoto ambao wanategemea sisi kuweza kutuunganisha na waganga wa kienyeji. Jibadilishe kama una hiyo tabia. Mtoto wako anaumwa mafua tu tayari, wewe hutaki kumpeleka kwa mganga, kwa nani aende kwa mtaalamu. Na sasa hivi unajua watu hawa ambao ni mashehe, ambao wanajiita mashehe, wanatumia hii Qur'ani vibaya. Qur'ani hii wanaitumia vibaya. Yaani unamkuta shekhe anapiga ramli na yeye shekhe. Subhanallah. Shekhe anakwambia kuhusu nyota, anakwambia pete ya bahati. Nenda katafute pete yako ya bahati uweze kunanilii na nguo zako, unatakiwa uvae nguo nyeusi siku ya Jumatatu, siku ya Ijumaa uvae na usipige mswaki ama usioge wakati jua linachomoza, sijui nini. Subhanallah. Kwa hiyo mtazame pia kina nani mnawasikiliza. Kuna hao wajinga wanaitwa kina Dr. Sule mitandaoni, wazee wa nyota hawa. Mtu anakuchanganyia mafuta, anakuchanganyia na maji, anachanganya na miski kidogo mule ndani. Mtu anakuuzia mafuta kwa bei kubwa. Akisoma kidogo maneno yake pale, akisoma Qur'ani kidogo, mashaitani amepanda, watu wanaenda yule mtaalamu, yule mzee, twende. Kwa jitahidini muweze kuwa ni watu ambao wenye tauhidi ya sawa sawa, msiwe ni watu ambao ni makanjanja. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ithbati katika dini yenu. Na kwa leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tuishie hapa. Kimsingi hichi kitabu tulishakisoma. Kwa hiyo wale ambao hawajakisoma hiki kitabu, naomba muweze kumtafuta anti hapa, nimewasomesha. Anti Saida amesoma, amekielewa. Maimuna anakijua hichi kitabu. Kwa hiyo pia mnakuwa mnafanya nyewe group discussion. Msisubirie mpaka ustadhi aje. Naam, tayib, kama kutakuwa na swali lolote naomba niulizwe. Kama kuna mtu yeyote mwenye swali ambalo anahitaji kuweza kujua, lakini kama hakuna tuweze kutamatisha hapa. Naam, shukrani sana, nafikiri hakuna swali. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie. Ndio. Ustaz. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, ninauliza mtoto akishazaliwa mtoto mchanga na hakuna mtu wa kumwadhinia, mamake za kumwadhinia? Yeah. Anaweza kumwadhinia. Mtoto mchafu anaweza kumwadhinia. Anaweza kumwadhinia. Sawa ustaz, shukrani. Lakini kama atakuwa na nguvu hiyo ya kuadhini, kwa sababu kuna mwingine amefanywa operation kwa mtoto amezaliwa, yeye bado hajitambui. Kama yupo mtu wa karibu anaweza kumsaidia, kwa sababu tunafahamu kwamba mtu anapokuwa ametoka kujifungua anakuwa na madhila mengi, ana uchovu mwingi, ana changamoto nyingi. Kwa anaweza kumwadhinia mwenyewe ama akamwadhinia baba yake ama akamwadhinia yote yule ambaye yupo karibu. Almuhimu tu awe Muislamu na adhana isiwe makelele. Allahu Akbar Allah. It should not be like this. Iwe taratibu tu. Mtoto utampasua masikio sasa, utamuua. Sasa hii duniani imekuja mbona kama tayari nashaanza kupiga makelele. Unampigia, unamwadhinia tu kidogo kidogo, na sio lazima umwekee masikioni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Taratibu tu. Ndio nasema, yani si lazima uweze kumwekea kwenye masikio. Kuna wengine anamwekea kabisa sikioni Allahu Akbar. Mkaribie tu pale upande wake wa kulia muadhinie. Sawa.
Nakuelewa. Mwingine? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ongeza sauti. Samahani mwalimu, nataka kusikia kwa hiyo point tumesema ya vitu ya mamila. Majira. Na mila. Hiyo si ya kizamani. Kama vile watu wa babu zetu walikuwa wanafanya ile vitu ya kutambika, lakini hivi hawapo tena. Sasa wakafanya wanakuwa wanasema kama wajukuu zao kama hawafuatilii wenyewe walikuwa wanafanya, vitakuwa vinajichagulia wenyewe, eti vinafuatiliana katika familia. Hivyo vitu ni kweli ni ushirikina huo? Sasa ngo vinafuatiliana, ngo vinajibia wenyewe. Kujifuatilia ni nini? Ukisema kufuatiliana ni nini? Ngo kama imekupenda katika familia, vinakufuatilia, labda kuna wenyewe vinakuomba ufanye, kama bila kufanya labda utakuwa mtu wa kuumwa sana au ukakawia kuzaa, vitu kama hivyo. Hakuna jambo. Ndio ushirikina wenyewe naozungumzia, kwamba kuamini wewe kuchelewa kuzaa ni kwa sababu ya wazee wamekasirika. Kuumwa sana ni kwa sababu wazee wamekasirika. Kwamba wewe umekataa mikoba. Na muda mwingine Allah anaweza kukupitisha katika hiyo mitihani kuipima imani yako, nimesema. Kwa hiyo ni miongoni mwa sehemu za ushirikina. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Hao ambao washirikina wafanya atakavofanya, hakuna wa kumdhuru isipokuwa kwa idhni ya Allah. Atakayedhurika ni kwa idhni ya Allah. Vipo vitu ambavyo sisi kimsingi Waislamu tumeambiwa tuvisome kwa ajili ya kutukinga na ushirikina na watu wake. Sio, unaelewa vizuri? Kusoma hizi muawidhat, kusoma hizi adhkaru sabah wal masa. Sawa sawa hizi adhkari hizi asubuhi umeamka umesoma, mchana umesoma, jioni umesoma, mtu kudumu. Mtu hata akuroge, kitakachokupata ni kile ambacho Allah tabaraka wa taala ameamuru kikupate. Sio, unaelewa vizuri? Naam. Kwa hiyo hakuna hayo mambo katika ushirikina, siji mambo ya mila. Kul bal millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, baba yetu huyu, ndiyo mila ya sawa sawa na hakuwa miongoni mwa washirikina. Si unaelewa vizuri Kwa hiyo swala la Uislamu hakuna masala ya mila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, anasema inna fariqan laktumuna alhaqa hum ya'lamun wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati anasema Allah tabaraka wa ta'ala, ile aya inasema inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri. Ngoja naifikiria maana umenikurupusha hii. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana awalau kana abauhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Yani watu waliokuwa na tabia kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanapoambiwa fuateni tauhidi ya Allah, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia, wanasema nini? Bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, sisi tunafuata kile ambacho tumewakuta nacho baba zetu, mababu zetu. Awalau kana aba, hata kama hao baba zao wakiwa la yaqiluna, zamani walikuwa hawana elimu, shay'an, hawajui chochote kuhusu Uislamu, wala yahtaduni, wala ni walikuwa wapumbavu kabisa. Lakini mtu anasema kwamba mimi nafuata kile ambacho babangu ameniambia, wazee wetu, mimi nadumisha mila. Hii ni sehemu ya ushirikina. Haya ni maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumzungumzia sheitani, watu wanaofuata mashaitani. Ya ayuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaitani innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la taf'alun. Kwamba shaitani anakuamrisheni mara nyingi bisu'i,
kufanya mambo mabaya, wal fahsha, na mambo ya ovyo ovyo maovu, wa an taqulu ala Allah, na mseme yale ambayo nyinyi hamyajui kwa Allah. Ndio hivyo mashaitani wanakuja, babu alishafariki muda mrefu, na wewe unaambiwa bwana, wewe binti, wewe kwa nini mbishi? Nenda katambike, nenda kamuombe babu yako, shika mikoba hii, muamini, shika mikoba, wewe utazaa mapema. Nenda kawaombe wazee wako wamefariki muda mrefu, Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi. Kwa hiyo haya masala haya yastaalaki kabisa, masala ya kuumwa yasiambatane na ushirikina. Ya ndio hapo nataka na mimi kuuliza nijue kama ni kweli vitu vinakuaga. Haipo, haram. Haram. Kuolewa ngofuatilia karibu, yani kila kitu kinatimia kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Chochote unachokifanya jua kwamba ilikuwa ni kadari ya Allah. Ukifanya kheri ni kadari ya Allah tabaraka wa taala, ukifanya shari ujue hiyo ni nafsi yako. Kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala haipo katika shari Yani kadari ya Allah, mfano mtu aseme kwamba mimi nimekwenda kwa mganga wa kienyeji, Mungu alishaandika. Tauhidi haipo hivyo. Tauhidi inatuambia jambo la kheri linatoka kwa Allah, jambo la shari limesababishwa na wewe. Labda shari ile, mfano labda nyumba imepasuka, imedondoka tu, hiyo tunasema ni kadari ya Allah. Lakini mfano mtu ambaye kitu ambacho anajipeleka yeye mwenyewe nafsi yake, anakwenda anajigongesha na gari, analala pembeni ya gari ili gari imkanyage muue, hiyo sio kadari ya Allah. Hayo ni makusudi yako. Tauhidi inatuambia hivyo Kwa hiyo haya mambo ya kuumwa, kufanya nini, sheitani mara nyingi anatumia sana. Sheitani, kumbuka, unajua hapendi mwanadamu aone anafanikiwa, hapendi mwanadamu aone hivi anasimama katika misimamo yake ya sawa sawa. Atakujaribu na wewe, kama imani yako ni ndogo, utatetemeka sana, utaumia sana sana, utaumia sana. Kama imani yako ni ndogo, utaumwa wewe, utaoteshwa wewe, utafanya nini? Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini kuhusu ndoto? Atakayeota ndoto mbaya na aseme a'udhu billahi, ateme mate, yani kwa maana apulize mate na kuliani kwake na kushotoni kwake, na aseme a'udhu billahi minashaitanir rajim. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia twende tukatazame ndoto, tukatazame nyota zetu? Hapana. Lakini kama wewe ni mtu ambaye wakutegemea masuala haya, sheitani akikugusa kidogo tu tayari kakutesi, anaona huyu wa kwangu huyu. Juma, muandike huyo. Nani huyo? Anaitwa Fatma, muandike huyo, wa kwetu huyo. Sasa tutumie mbinu gani? Huyu bwana huyu tayari imani yake sio nzuri. Huyu inachotakiwa, kwa kuwa sasa hivi amechelewa kupata mtoto, tumuoteshe ndoto, kwa sababu kwanza halali na dua. Chooni haingii na dua. Huyu inatakiwa kwanza aingiwe sawa sawa, akishaingiwa huyu apandishe. Alafu sisi tuje tuseme kwamba tunataka ng'ombe, tunataka mbuzi, tunataka aende akatambike kwenye makaburi ya baba yake, akatambike kwenye makaburi ya babu yake. Ndio maana tukasema kuna kitu kinaitwa dua. Muislamu lazima adumu katika dua. Dua husnul muslim, ndio kinga ya Muislamu. Silahatul mu'min, silaha ya Muislamu ni dua. Sasa wewe hujawahi kuamka hata usiku kumuomba Allah kujalie hili, lakini pia Allah swala mtoto, Allah tabaraka wa taala yeye ameshaweka wazi, yeye ndio ambaye anaumba, yeye ndio yakhluqu ma yasha, yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukrana wa inathan wa yaj'al man yasha'u aqima. Allah anaweza akakupa mtoto wa kiume, Allah anaweza akakupa mtoto wa kike, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakupa mtoto ama anaweza akakupa tasa. Na muda mwingine inawezekana watu kuchelewa kupata mtoto ni kwa sababu aidha inaweza ikawa kadari ya Allah ama ni maradhi. Zinaeleweka vizuri Yaani mtu anachelewa kupata mtoto, mtu hata kwenda hospitali, kwenda labda kutumia hizi dawa kujua kwamba kitu gani kimemsibu, hata kwenda kupima mtu hajawahi kwenda kupima. Amekaa kwenye ndoa labda miaka 3, anasema kwamba mimi sipati mtoto, labda nitakuwa nimerogwa na mtu fulani. Ndoa yetu ilikuwa nzuri sana, mume wangu ana pesa sana, ama mke wangu alikuwa mzuri sana, kwa hiyo tunashindwa kupata mtoto kwa sababu hiyo. Hapana, watu lazima waende hospitali. Ukiambiwa kizazi chako kipo sawa, maana yake unatakiwa uweze kutumia dawa za kuweza kuweka sawa. Wataalamu wenyewe wanasema muda mwingine mtu anaweza akashindwa kupata mtoto mapema kutokana na via zake za uzazi pengine zimepinda. Via zake vya uzazi pengine vimekuwa mifumo yake ya uzazi imekwenda pembeni.
ama kuna homoni ambazo zinatakiwa ziongezewe kwa ajili ya kuzalisha mtoto na kadhalika. Lakini mtu moja kwa moja anakimbilia kwamba mimi nimerogwa. Hapana, lazima watu waweze kwanza kufanya asbabi, na asbabi zipo mbili, ya madaktari ambao wapo kisheria na kupitia madawa haya ambayo ni ya kawaida, kwa maana madaktari wa science, na mtu aweze kwenda. Kwa sababu gani? Mtu anapokwenda kwa mganga wa kishirikina leo, utaamrishwa vitu ambavyo maalam takunu taalamun, ambavyo vijui na Allah amvikataza. Kwa hiyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na ithibati katika matendo yetu, na tunapopata tatizo tutumie njia ya kuweza kutatua tatizo bila kukaribia na kuivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muda mwingine sheitani anawajaribu sana watu katika hili swala la mtoto. Muda mwingine mume wako ama mke wako ndiye ambaye anayekuvuta wewe muweze kwenda kwa mganga, mwende mkatazamwe. Hapana, wapo wataalamu ambao hawatumii ushirikina. Wapo wataalamu ambao wana uwezo wa kukuangalia kizazi. Mimi nakumbuka nilipokuwa kule nyumbani Tanzania, sitaki niseme sana hili, lakini nilipokuwa kule nyumbani Tanzania, kuna mtu ambaye nimemshuhudia ameambiwa kwamba bwana, yani alikaa kwenye ndoa kama miaka 5 hivi, akaenda kwa mzee mmoja. Yule mzee mashallah ni mtu mzima, ni bibi yani. Unajua kuna wale wataalamu wa zamani ambao hawatumii ushirikina, yeye anaingiza mkono kule, ni wataalamu wao wanajua. Anaingiza mkono sehemu ya uke wa mwanamke, anatazama, anajua kwamba kizazi kimekaa labda kushoto, inatakiwa kikae hivi, kinatakiwa. Hawa ni wataalamu ambao ni kawaida, lakini mtaalamu ambaye anakwambia sasa unatakiwa tuchinje ng'ombe, tuchinje mbuzi, sijui nini, ramli, nenda kananili kachote mchanga wa kaburi, haya ni haramu. Ukiona mtu anaanza kukuwekea masharti, mara chinja ng'ombe, tuchinje ng'ombe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kafara, na huyu ng'ombe aende akapewa watoto yatima, ama huyu mbuzi, bila kuniambia kwamba damu sijui iende kafungu kwenye fundo sijui, na hiyo sasa huo tunaingia katika ushirikina. Kwa hiyo wapo wataalamu ambao wanaweza kukusaidia, wakatazama tu kwamba huyu alivyo inakuwa hivi, ama unakwenda kwa daktari, madaktari wana vipimo vyao, wanakuambia kwamba huyu kwa sasa kizazi chake kimekaa hivi, natakiwa atumie dawa ili kikae vizuri. Kwa hiyo tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie suluhu ya mambo ambayo tunayoyafanya yawe yenye kheri na yasiwe ni yenye kuvuka mipaka ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na ninawashukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni wenye ithbati katika dini yetu, na jitahidini muweze kufanya revision kwa pamoja. Tengenezeni, kama hamna grupu huko, basi tengenezeni grupu lenu nyinyi wa awali thani ibtidai. Lakini magrupu yanapokuwa mengi sana, mara nyingi na kuaga umbea, sasa wao watamsema. Kama hamuna grupu, tengenezeni grupu moja la kheri, mnakuwa mnakutana. Tengenezeni linki moja, mnakuwa mnakutana, mmoja anafundisha hivi, mumekwama sehemu na muuliza ustadhi. Kwa hiyo iwe hivyo, na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia muda wote uzima. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ninawashukuru, na nitoe tu zoezi kabla sijamaliza, afwan. Naomba nitoe zoezi sehemu hii ambayo tumeisoma kuanzia maru rabbuka mpaka tulipoishia albara'atu minashirki wa ahli mpaka hapa. Naomba kila mmoja aweze kusoma kwa tafsiri na anirekodie. Naomba kila mmoja aweze kusoma kwa tafsiri na anirekodie. Naomba sana, please and please, please and please, tengenezeni group discussion, muwe mnasoma kwa pamoja. Msitegemee kila kitu mwalimu atasomesha. Mimi tayari kitabu nimeshamaliza. Wale ambao wamekuja kwa kuchelewa, naomba wafuate watu ambao wamefanya nini, wamewahi na wamesomeshwa na wameelewa. Sehemu kukiwa na changamoto niulizeni. Nawashukuru na nawaombea kila lenye kheri, na muwe na siku njema biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Usihubi dunia takwada, haki yalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokuambia zingatia, tajutia fi yaumi
hisabia. Usihubi dunia takwada, haki yalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokwambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia. Alokuja nayo wetu rasuli ni wajibu pia, ametuumbia wetu rasuli kumsalia. Ni wajibu pia kufuatia wakeusia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate ya kheri. Uwe wenye kusubiri kadari